watu ndio kitu cha kwanza cha muhimu kuliko kitu kingine chochote duniani. Sasa labda tena niseme kwamba niwaambie wananchi wa Kigoma, chanjo si kitu kigeni kama tulivyosema awali. Na kwa bahati mbaya wakati hii chanjo ya COVID-19 inaendelea, hata humu nchini chanjo nyingi zinaendelea. Ziko chanjo za kuzuia watoto wetu wa kike wasije wakapata kansa ya kizazi huko mbele, zinaendelea. Sasa hivi watoto wakizaliwa hospitali chanjo zinaendelea. Ziko za matone, ziko za kuchanjwa kama ile njia sindano, ziko za vidonge, zinaendelea. Kwa hiyo hizi dhana za kusema wazungu wanataka kutupunguza, tuwahakikishie hata hizo zinazoendelea pia za wazungu. Hizo ambazo hatuzibishi kabisa, surua, sijui pepo punda, sijui kifua kikuu, ambazo watoto wetu wanachanjwa. Hata sasa hivi tunapoongea wanaangalia hospitali wanaendelea na chanjo. Kwa hiyo kama ni njia ya kusema kupunguza watu weusi, dunia hii hata wazungu hawajawahi kuwa na shida na idadi yetu, kwa sababu wakati mwingine idadi ya watu inahitajika pia kuwa kubwa. Kuna sehemu viwanda vimewahi kufungwa kutokana na kukosekana kwa watu wengi, kwa sababu sasa unamuuzia nani? Unaenda kwenye nchi ambayo nchi nzima watu wako milioni 1.2, milioni 1.5. Ukitengeneza kiwanda cha magari yakifika milioni 1.5, maana hata mtoto aliyezaliwa siku hiyo ana gari. Kwa hiyo inabidi ufunge kiwanda uondoke. Na ndio maana mataifa yenye watu wengi pia yanasonga mbele. Mathalan ni wa China. Maana katika kwa makisio ni kwamba katika wanadamu 4 mmoja ni Mchina. Yaani robo moja ya wanadamu duniani ni wa China kwa sababu ya wingi wao. Sasa unaweza kukuta soko la China ni kubwa sana. Hata wao wenyewe wakiuziana mle ndani. Soko la Tanzania ni kubwa sana. Hata nguvu yetu wakati fulani kwenye nchi za maziwa makuu na nchi za Afrika Mashariki ni idadi yetu. Kwa hiyo idadi ya watu ni fursa pia kwenye uchumi, kwamba unapata watu wa kufanya kazi, unapata watu wa kununua, unapata watu wa kuongeza maarifa, unapata watu wa kupigana hata ikitokea vita. Hata wingi tu wa watu, hata kama hamna silaha bora, wingi wenu pia utawasaidia nchi isiangamie kwa siku moja. Mpaka hiyo wateketeze watu wote wa milioni 55, lazima pia utoke jasho kuliko tungekuwa tupo wachache. Kwa hiyo hakuna nia ovu yoyote duniani ya kupunguza idadi ya watu kwa kutumia chanjo. Lakini pia chanjo hii haijawagusa weusi tu. Watu wa kwanza wanaweza kuchangamkia chanjo hizi ambazo sasa hivi tunachanja hapa nchini ni wazungu. Sio kwetu. Hazijatengenezwa hapa na wala hazijaanza kutumika. Zimefanya kazi vizuri kwa wenzetu, na ndio ikaonekana haya sisi, kwa sababu sio kisiwa, hata kama ugonjwa umeanzia kokote kule wanakosema mimi kunyosha vidole kwa umeanzia nchi gani, lakini mwisho wa hiyo tunasambaa duniani kote. Kwa hiyo mapambano ya kutokomeza ugonjwa huu hayapaswi kubagua. Mkijitenga naye maana mtakuja kuangamia, wenzenu watakuwa wako salama. Sasa hivi dunia inateseka na ugonjwa huu kwa wale ambao hawajachanjwa. Ukiingia kwenye Google hapo unaweza ukatafuta pandemic of the unvaccinated. Yaani wale ambao hawajachanjwa sasa ndio wako kwenye janga kimsingi, na maafa yanawakumba sana. Kwa hiyo dunia sasa hivi inashughulika sana na inateseka na kuenea kwa ugonjwa huu na makali yake kwa watu ambao hawajapata chanjo. Wale waliopata chanjo sasa imeanza kurudi kama kawaida, kwamba wanaweza kushughulikiwa. Wakiugua hakuna ile harara ya kukimbizana kama vile ni jambo jipya kwa wale waliochanjwa. Wale wasiochanjwa sasa ndio ambao dunia inateseka. Ndiko ukisikia habari ya mitungi, ukisikia habari ya kuongeza vitanda, hawazungumzia habari ya waliochanjwa kuhusu kuwatayarisha mitungi mingi, kuhusu kuongeza vitanda, kuhusu kuongeza ambulance. Hapana. Yote hiyo inawalenga sana wale ambao hawajachanjwa, kwa sababu hao wengine sasa akishapata hiyo ataweza kushughulikiwa kama mgonjwa mwingine katika yale magonjwa ambayo tumeyazoea. Kwa hiyo nitoe wito, mimi mkuu wa mkoa na ofisi kubwa niliyopewa na nafasi kubwa, ofisi namba 1 ya serikali katika mkoa wangu, nimechanja, niko vizuri. Na watakaochanja wengine nina imani nao pia watakuwa vizuri kama mimi. Sikupewa kitu kabla ya kuchanjwa kwamba pengine kinanizuia kuondokana na madhara ya chanjo. Nimetoka nyumbani, nimekunywa chai, nimeenda hospitali kuchanja, na mpaka leo hii niko vizuri. Kwa hiyo wajitokeze, kwa sababu kama nilivyosema daktari, wakisubiri waje waugue wakiwa hawana chanjo mwilini, likelihood ya kupata corona kali
itakuwa ni kubwa kwao. Corona kali itakayopelekea kwanza wapate maumivu makali. Kama ni homa, itakuwa ni homa kali zaidi kuliko yule ambaye amechanjwa. Kama ni kulazwa, watalazwa kwa muda mrefu kuliko yule ambaye amechanjwa, na kutumia muda mwingi kwa ajili ya kupambania maisha wakiwa kitandani hospitali. Lakini pia wakitoka kwa sababu ya madawa aliyoyapata, unaambiwa yani hata kutembea hatua 6 ukiwa stricken na ugonjwa wa COVID-19 ni kazi. Mtu ambao ulizoea kutembea na kuhanja kutafuta maisha huko mtaani, itakuwa ni ngumu, kwa sababu haitakuacha salama. Itakuja kubomoa mapafu yako na uwezo wako wa kupumua utakuwa umepungua, na kuja kulikava itachukua muda mrefu, na pengine hautaweza kulikava ukarudi kwenye hali yako ya kawaida mpaka kifo chako. Lakini pia ukienda ikifikia mahali mimi niliambukizwa hata nikihitaji kupata mtungi, basi mtungi mmoja miwili ni stabilize nirudi nyumbani, sio mitungi 6 kesho tena niamkie 6, huko una wiki 2 hospitali wanakuhesabia idadi ya mitungi iliyotumika. Haya yanaepukika. Kulazwa kitandani muda mrefu kunaepukika. Kuugua homa kali ya uviko inaepukika. Kuwekewa mitungi pia kunaepukika, na kuepukika ni kuchanja, ni kupata chanjo. Kwa hiyo ukipata chanjo tunaweza tukaepuka mambo mengine yote haya, tukajihakikishia kuendelea kuwa na afya njema kwa siku nyingi ambazo Mungu ametujalia kuzidunia. Okay, asante Abdalla. Mimi kwanza niwashukuru mkuu wa mkoa pamoja na ofisi ya mganga mkuu kwa jitihada ambazo wamekuwa wakizionyesha, kwa hususan kwa kujali maisha ya wakazi wa Kigoma. Nina swali dogo tu, manake mengine wamesha yajibu, yale yote ambayo nilikuwa nayo kichwani na msikilizaji alikuwa nayo yameshajibiwa. Nataka nijue labda utaratibu, kwa sababu mkoa wa Kigoma ni miongoni mwa mikoa ambayo iko mipakani, labda nataka kujua maeneo yaliyoko mpakani utaratibu ukoje? Labda sasa kuanzia mwanzo, hata kabla chanjo haijaingia, baada ya ugonjwa huu kutokea, kuna upimaji unaofanywa kwenye mipaka yote ili kujiridhisha kuhusu afya za watu ambao wanaingia nchini, kama vile wakwetu wanavyopimwa pia wanavyotoka. Kwa hiyo mipaka ikiwemo viwanja vya ndege na hii nchi kavu na majini, yote kuna taratibu za kiafya za kucheki kuhusu afya za wanaotoka na wanaoingia. Lakini kama alivyosema kaimu mganga mkuu, kwa wale ambao wamechanja wanapewa uthibitisho ili iwasaidie hata kama wanataka kusafiri. Wenzetu wanakuwa na hofu kwamba inawezekana tukawa tunasafiri wao wamepambana kule, afu sisi tunabeba tena corona huku tunawapelekea. Ndio maana unatolewa uthibitisho, maana chanjo hii ni ya dunia nzima. Ingekuwa chanjo kila nchi na ya kwake ingekuwa ni shida kidogo. Sasa hivi tunatoa vyeti ambavyo nchi yote utakapotaka kwenda utaambiwa bwana amechanja. Chanjo gani? Ni hii ambayo duniani kote imekubalika. Kwa hiyo wanakuona ni mwenzao huru utakapoenda, kama wewe umechukua tahadhari kama walivyochukua wao. Ndio maana tunaweza kuendelea kuwasiliana kwa kukaribisha kwenye nchi zao, na sisi tukawakaribisha kutoka kwenye nchi zao wale ambao wanaingia nchini wakiwa wamechanja. Kwa hiyo ndio tahadhari ambazo zinaendelea kuchukuliwa, lakini ule upimaji kwa wale ambao hawajachanjwa, maana kuna ambao hawajachanjwa pia wanaingia nchini, lakini upimaji unaendelea. Na kama unavyofahamu kwetu chanjo pia ni hiari, lakini tunapima ili wale watakaoonekana na zile dalili wapelekwe kwenye vituo vya kutolea tiba waweze kupata matibabu, hata ikiwezekana waweze kupata facilitation nyingine na hata kuwatenga ili wasiweze kuambukiza wengine. Lakini kimsingi ni kwamba tahadhari zipo siku zote, na sasa hivi za corona nafikiri za nchi dunia yote kwa duniani kote sasa hivi watu wangependa kusaidia kwa njia za vipimo vya haraka zile rapid test kwa ajili ya kujua. Utakuja kugundua hata kama ukienda ndani pale Manyoko lazima watakupima joto waone, maana dalili ya haraka ni pamoja na joto. Pengine baada ya hiyo wakiona imepita kile kiwango kinachotakiwa, sasa watakuwa kwenda kufanya vipimo ambavyo ni vikubwa zaidi kuliko hivyo. Kwa hiyo mipaka yote kuna namna ambavyo madaktari wameweka utaratibu wa kuwapima watu ili kama wana maambukizi waweze kusaidiwa. Asante. Kama tunakuongezea hapo. Okay, sawa. Lakini pamoja na hayo tumeona siku za katikati hapa kwa kuna changamoto katika shule zetu, hasa shule za msingi. Natamani hili pia muweze kulielewa kama uongozi, lakini pia idara ya afya muweze kulizungumzia kwa kina, kuweza kuliweka sawa. Watoto inatajwa kuna baadhi ya shule ambazo walikuwa wakiona gari tu limeingia pale wanakimbia kwa kofia kwamba
wamepelekewa chanjo, na ukifuatilia kwa kina taarifa hizi inaonekana ni taarifa ambazo walikuwa wanazipata majumbani mwao wanakotoka. Ni kweli kuna shule kama 2 zilikuwa ziko recorded kwa wanafunzi kukimbia, wengine wakaruka hata madirishani baada ya kuona magari. Sehemu nyingine kulikuwa na kitalu tu cha kuotesha michikichi, kwa hiyo gari ya TARI ilipoenda na ni nyeupe, ikawa kulikuwa na rumors kwamba ukiona gari nyeupe imeingia hapo, imeingia na chanjo. Kama alivyosema daktari, chanjo zinatolewa kwenye vituo vya tiba tu, hakuna programu yoyote ya kupeleka chanjo kwenye shule yoyote. Lakini tukumbushane, chanjo zilikuwa zinaendelea mashuleni, especially za watoto wa kike kuanzia miaka 9 kwa ajili ya kinga ya saratani ya shingo ya kizazi. Na kuingia kwa chanjo ya COVID-19 hakujasimamisha utoaji wa chanjo nyingine zozote zilizokuwa zinatolewa. Hii imekuja ni addition kwa ajili ya jambo hilo, na bahati nzuri tumeainisha na vituo. Tuwaombe watu wasiharibu program za zile chanjo nyingine, kwa sababu ziko beti kwa ajili ya kuimarisha afya ya jamii yetu. Ziendelee chanjo za polio, chanjo za vipopunda, za tetanasi, za surua, za hiyo saratani ya kizazi. Tuwaambie watu, kwa sababu utawaepusha watoto na chanjo, mwisho wa yote watakapoingia kwenye madhara katika ukubwa wao, yani kutakuwa hakuna namna unapoweza kurudi nyuma. Chanjo hizo zinatolewa kwa muda na kwa umri. Sasa unapoanza kuwakimbiza hata kwenye zile chanjo za kawaida, kule Kibondo walikuja watu mpaka wameleta na kadi kwamba watoto wetu wamechanja shuleni na ushahidi huu hapa, kadi hizi hapa, lakini hawasomi. Kadi zenyewe ndio hizo za saratani ya kinga za saratani ya kizazi, ndio zimeandikwa kabisa. Sasa hata kusoma hataki kuisoma ile kadi, na kusoma anajua, lakini anakimbia naye kwenda kwa DC, anakimbia naye kwenda kwa nani, bila hata ya kusoma kadi yenyewe inahusu nini. Kwa hiyo kadi zinaendelea kutolewa, lakini kadi zimeandikwa, tena zimeandikwa kwa Kiswahili. Kwa hiyo watu wasome kwamba hii ni kadi ya chanjo ya nini. Kwa hiyo hatuna mpango wowote so far, wala utafiti haujafanywa wa kuhusisha watoto wa shule kwenye chanjo. Kwanza ifahamike hivyo. Kwa hiyo wazazi tuwaondoe hofu. Hatuchanji watoto wadogo kwenye hili jambo, lakini pia hata kwa watu wazima hakuna mahali tumeenda kuwapelekea chanjo kwa ajili ya kuwachanja pasipo wao kuhiari. Rais alishasema, Mheshimiwa mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, chanjo hii ni hiari, ili kuwapa fursa wale ambao wamepata elimu ya kutosha, wamepata uelewa wa kutosha kwa chanjo. Na sisi hapa tumekuja katika programu hiyo hiyo kuongezea ufahamu, kuongezea maarifa, kupata elimu ya kutosha, ili wanaoweza kuwa wameelimika na wamefaidika chochote kutokana na mazungumzo yetu hapa studio, wafikie mahali pa kufikia uamuzi wa busara wa kuchanja.